Mwalimu Ludovick Joseph. Napenda kufanya tafakari ndogo kama taarifa kwa umma juu ya tafakari ya muumini wa Kanisa Katoliki kuhusu mwenendo wa baadhi ya viongozi wa kanisa letu wa hivi karibuni. Nikiwa ni muumini wa Kanisa Katoliki niliobatizwa na ninayepokea masakramenti, natoa taarifa hii kwa umma na kwa vyombo vya habari kama tafakari yangu ya dhamiri, kama darasa la kimaadili na ukumbusho wa kisheria wa kanisa kufuatia mwenendo wa baadhi ya viongozi wetu wa hivi karibuni ambao unazua maswali, majonzi na sintofahamu miongoni mwa waamini. Tafakari hii haitokani na chuki wala dharau kwa kanisa wala viongozi wake, wala haitokani na uasi dhidi ya mamlaka ya kanisa, bali inatokana na upendo kwa kanisa, heshima kwa imani ya waumini wa kanisa na wajibu wa Kikristo wa kusema kweli kwa unyenyekevu na kwa ujasiri. Kanisa Katoliki ni taasisi ya Kristo, lakini viongozi wake ni wanadamu ambao wana mipaka na wanaweza kukosea. Maandiko matakatifu yanatukumbusha kwamba hakuna kiongozi aliye juu ya Injili wala hakuna kiongozi aliyekuwa juu ya waumini. Unaweza kusoma Mathayo 23 mstari wa 8 inayosema, msijiite nyinyi walimu, kwa maana mwalimu wenu ni Kristo. Yeyote anayejikweza anashushwa. Kristo akiwa anatuasa kuwa na uongozi wa unyenyekevu kadri ya Injili ya Luka sura ya 14 mstari wa 11. Kwa msingi huo basi, mtazamo au mwenendo wowote wa kiongozi unaojionyesha kana kwamba yeye ndiye alfa na omega ndani ya kanisa ni kinyume na Injili, ni kinyume na sheria ya kanisa na ni kinyume na uongozi wa unyenyekevu wa Kristo mchungaji mwema. Na kwa maana hiyo ni kinyume na mafundisho ya kanisa lenyewe. Kwa mujibu wa sheria za kanisa, yani canon law nambari 212 para ya 3, inatambua haki ya waumini kutoa maoni kwa wachungaji wao wa kanisa kuhusu masuala mbalimbali yanayolihusu Kanisa Katoliki, ila maoni hayo yatolewe kwa heshima, kwa kuzingatia mafundisho ya kanisa na kwa kulinda hadhi ya viongozi wenyewe. Hii maana yake nini? Kumhoji kiongozi wa kanisa sio uasi wala dhambi. Kukosoa mwenendo wa kanisa sio uasi wala sio dhambi, na kutoa malalamiko ya waumini katika ngazi yoyote ile ya kanisa ni haki ya kisheria ndani ya kanisa. Sio jambo ambalo mtu anapewa kana kwamba ni hisani. Kiongozi yeyote wa kanisa anayewanyamazisha waumini, anayewadhihaki ama kuwatukana pale ambako wanatekeleza haki hii ya kutoa malalamiko au ya kutoa maoni kwa viongozi wao, kiongozi wa namna huyu anakiuka sheria ya kanisa na anapinga na kupotosha mafundisho ya kanisa lenyewe. Sambamba na hilo, kanisa wala Biblia haliruhusu kwa kiongozi wa kiroho kutumia lugha ya dharau dhidi ya waamini wake, kama tulivyosikia hivi majuzi watu wakiitwa malofa, wakiitwa wananjaa, eti kwa sababu wamekosoa jambo fulani kutokana na mwenendo wa kanisa. Kristo anasema, asemaye mpumbavu anastahili hukumu. Mathayo sura ya 5:22. Neno lenu liwe daima ni kwa neema. Wakolosai 4:6. Kwa uchache, maneno haya ya Injili yanakwenda moja kwa moja kinyume na viongozi wanaoanza kuwatukana watu eti kwa sababu wamewakosoa wao. Ni vyema pia ifahamike kwamba madhabahu ya kanisa si jukwaa la kisiasa, sio jukwaa la matusi, na mahubiri ya Katoliki yanaongozwa na miongozo inaitwa Catholic Homiletics. Mahubiri ya kanisa kwenye misa yanaitwa homilia, sio preaching, sio sermon, na imefanya hivyo makusudi kwa sababu padre ama askofu anapohubiri anahubiri in persona Christi, katika nafsi ya Kristo. Pale hatoi maoni yake wala haweza karuhusu jaziba zake zimtawale. Kwa hiyo hili lilikuwa jambo la bahati mbaya ambalo waumini wote wa Katoliki wanapaswa kulikemea. Na kwa kuhitimisha kifungu kidogo, kiongozi wa namna hiyo anakuwa amejitenga yeye mwenyewe
na kweli za Injili aliyowapa kuihubiri. Jambo lingine muhimu, tunafahamu kwamba kanisa lina haki na wajibu wa kimaadili wa kuukemea ulimwengu pale ambapo haki inakiukwa, maadili yanaporomoka na utu wa mwanadamu unapodhalilishwa. Kanisa lina haki ya kukemea na kutoa sauti ya unabii kwa ulimwengu. Hata hivyo, msingi wa sauti ya kanisa kwa ulimwengu ni uwezo wake lenyewe wa kujitafakari na kujikosoa lenyewe kwa ndani, kama ambavyo Yesu Kristo ametuasa kwenye Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari ule wa 2 hadi wa 5. Nitanukuu: kwa nini wakitazama kibanzi kilicho katika jicho la ndugu yako, lakini hutazami boriti lililo ndani ya jicho lako? Au wawezaje kumwambia ndugu yako, niache nikitoe kibanzi kwenye jicho lako, wakati haukitoi boriti ambayo iko ndani ya jicho lako? Yesu anasema, mnafiki wewe, ondoa kwanza boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utaona vema kumwondolea ndugu yako kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kwa mantiki hii, kanisa linaposhindwa kujitathmini lenyewe, linaposhindwa kukemea makosa ya viongozi wake lenyewe, linaposhindwa kurekebisha mienendo isiyoendana na Injili, linapoteza nguvu ya kimaadili ya kuukosoa ulimwengu. Na kwa maana hiyo, kanisa likijikosoa lenyewe ndipo linapata uhalali sasa wa kukosoa ulimwengu kama Kristo aliyelianzisha alivyosema. Vile vile, kama mnavyofahamu, serikali ulimwenguni hulalamikiwa kwa mambo ya uwajibikaji, lakini vile vile kanisa nalo hulalamikiwa kwa mambo hayo hayo ya uwajibikaji. Zipo sauti hivi sasa hata hapa Tanzania za waumini ambao wanaona kwamba kanisa halina uwajibikaji wala uwazi kwenye mambo ya fedha. Ni kawaida kusikia kila wiki taarifa ya michango: sadaka ya kwanza, sadaka ya pili, sadaka ya katikati za wiki, zaka, matoleo, nia za misa, na siku hizi kuna majimbo yanaingiza mpaka bilioni 5 za mavuno kwa mwaka. Lakini nadra sana kusikia taarifa ya fedha hizo. Sasa wako Wakatoliki ambao wameanza kuhoji kwa chini chini, na sheria ya kanisa inataka taarifa ya fedha isomwe kwa waumini ambao ndio wanatoa fedha hizi. Wakatoliki wangapi wanafahamu taarifa ya fedha kwenye majimbo yao? Huu kama mfano mmoja. Lakini yako masuala mengine pia uwajibikaji wa kiutawala. Yako masuala mengine ya utawala wa sheria ndani ya kanisa. Yako maamuzi yanayochukuliwa kama arbitrary decisions. Mtu anahukumiwa bila kupewa taarifa ya maandishi kinyume na sheria. Mwanafunzi wa upadre anafukuzwa bila maelezo. Askofu anaondolewa kwenye nafasi yake bila maelezo. Na hakuna mtu anayehoji hatua hizi za ukiukwaji wa uwajibikaji ndani ya kanisa. Kwa maana hiyo basi, malalamiko haya iwe ni signal ya viongozi wetu wa kanisa kujitazama kwa ndani. Na yote haya yanaendana na sheria ya kanisa, yani canon law, na inaagizwa vile vile na katekisimu ya kanisa. Kwa mantiki hiyo, kumbe kuuliza taarifa za kanisa, hesabu za fedha na mambo yote kama hayo ni kuendana kabisa na matakwa ya sheria ya kanisa inavyoagiza, na ni hatua za kulinda kanisa. Liko jambo jingine pia muhimu. Kanisa second trip this year, how exciting. That's why we've got an all clear annual travel insurance.